Hii ni Maisha Kamili. Tutakufungulia Biblia Uyaone maisha. Ndugu rafiki yetu, mtazamaji wetu, tunakukaribisha sana katika masomo yetu haya. Ni muendelezo wa masomo yetu. Leo tuko somo la 9. Somo la 9 lina kichwa kinachosema warithi wa ahadi, wafungwa wa matumaini. Yes. Warithi wa ahadi, wafungwa wa matumaini. Basi ndio kitu cha somo kwa wiki nzima hii, na kabla tujaanza tupate kuomba. Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu, tunalitukuza jina lako, maana wewe ni mwema, unatupenda, unatujali na unatulinda. Umetuleta tena siku ya leo tusikie unapotufundisha. Tunamwombea mtazamaji wetu, naye apate usikivu huu na aelewe sawa sawa na mapenzi yako, katika jina la Yesu Kristo, amina. Amina. Wafungwa ni wafungwa warithi wa ahadi, alafu ni wafungwa wa matumaini. Na hilo tunalipata wapi hilo neno? Zekaria 9:12. Zekaria 9:12. Unajua inasemaje? Inasema, irudieni ngome enyi wafungwa wa tumaini. Hata hivi leo nasema kwamba nitakurudishia maradufu. Fungwa wa tumaini. Unajua nina jamaa zangu kule gerezani. Wanaendaga kwa salimu. Hakuna watu ambao wanajua nini maana ya tumaini kama wafungwa. Kila siku wamekaa wakitarajia ipo siku tutaachiwa, ipo siku. Ni wafungwa wa tumaini. Lakini pia wapo wafungwa ambao walishakata tamaa. Kwamba sisi ndio basi. Wamezoea kwamba haya ndio maisha yetu, hapa ndio nyumbani, hategemei kutoka. Sasa wana wa Israeli wako wanaposikia neno hili la katika Zekaria, wako utumwani Babiloni. Na Mungu anawaahidi atafanya jambo, atawatoa vifungoni, atawatoa utumwani. Hapo anasema atawarejeshia maradufu. Kama walikuwa huru mwanzo, watakuwa huru kweli kweli. Maana Yesu nimemsikia mahali fulani anasema, nanyi mtaifahamu kweli, nanyi mtakuwa huru kweli kweli. Sio tu tena watumwa tu wa Babiloni, ni wataachiliwa kutoka katika utumwa wa Babiloni. No, wataachiliwa kutoka katika utumwa wa dhambi na mauti. Wewe ni mfungwa wa tumaini, mfungwa wa matumaini. Haleluya. Sasa haya yote tutaona jinsi ambavyo ili tumaini ambalo tunalishikilia, wenzetu walishikilia na sisi tunalishikilia katika Kristo Yesu, jinsi linavyosimuliwa katika Biblia. Na sasa twende kwa somo la Jumapili. Somo la Jumapili linasema, somo la Jumapili, Edeni na Kanaani. Edeni na Kanaani. Tena taongelezea na Yerusalemu mpya. Na yote hiyo ni tumaini. Amen. Tuanze na Mwanzo sura ya 2:15. Mwanzo. Hebu piga picha mazingira yale ya Eden. Ungetamani kuwepo, usingetamani? Yaani natamani sana. Matunda kama yote. Aya 2:15. 2:15. Neno linasema, Bwana Mungu akamtoa huyo mtu, akamweka katika bustani ya Edeni, ailime na kuitunza. 16. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani. Tusifike iko 15. Ameambiwa unaweza kula chochote, akamweka katika bustani. Na hii bustani ya paradise, yani ni bustani ya mapumziko, ni bustani ya maraha, ni bustani ya starehe. Mbili mstari wa kwanza pana anasema Bwana akastarehe. Kwa hiyo ni siku, ni mahali Edeni. Lakini ukisoma vizuri katika Mwanzo, Edeni ilikuwa ni kama ahadi. Unaweza ukaendelea kubaki na kufurahia vitu hivi kama unalisikiliza. Kwa hiyo ahadi ilipotea, ilivunjwa, na mwanadamu akafukuzwa kutoka Edeni, akaenda utumwani, akaenda jangwani, akaenda mbali na Edeni. Tunamkuta sasa Mungu anatoa ahadi tena. Unajua tumaini linajengwa na ahadi. Mungu ameahidi nini katika hiyo kesho?
baada ya Eden ya kwanza kupotezwa. Tunakuta katika Mwanzo sura ya 12, 13, fungu la 14 na 15. Hebu soma 13, 14 na 15. Mwanzo 13, 14 na 15. Bwana akamwambia Abrahamu alipokwisha kutengana na Lutu. Bwana akamwambia Abrahamu alipokwisha kutengana na Lutu, inua sasa macho yako ukatazame kutoka hapo ulipo upande wa kaskazini na wa kusini na wa mashariki na wa magharibi, maana nchi hii yote uionayo nitakupa wewe na uzao wako hata milele. Ameapa hapa, anasema nitakupa. Unaona nchi yote hiyo. Adamu alipewa nchi, alipewa Eden, sio? Ni nchi ile alipewa ile. Ilipotea. Sasa Mungu anatoa ahadi tena, nitakupa. Na wakati huo anapewa ahadi hii, jamani, nomad, yani ni wale wa hamaji wale. Ni kama msafiri na mpitaji. Lakini anasema nitakupa. Kwa hiyo kwenye ahadi inayosubiriwa, akawa kama mfungwa wa ahadi, anasubiria siku moja atapewa. Tunasoma sasa katika Ibrania sura ya 6 mstari 13. Kwa maana Mungu alipompa Ibrahimu ahadi, kwa sababu alikuwa hana mkubwa kuliko yeye mwenyewe wa kumwapia, aliapa kwa nafsi yake akisema, hakika yangu kubariki nitakubariki na kukuongeza nitakuongeza. Hiyo unaweza kwenda Mwanzo 22 16 mpaka 17. Anamaliza 14, anasema akisema 15, na hivyo kwa kuvumilia akaipata ile ahadi. Kwa kuvumilia akaipata. Sasa mwisho wa mwisho yote tunaposoma katika Mwanzo katika Waebrania 11 anasema eti alikuwa ameuona mji ambao Bwana aliahidi kumpatia nchi, lakini mji huu mji ni nini kama sio mji wa bustani, Yerusalemu mpya. Alikubali kuwa msafiri na mpitaji, akijua Mungu kwa kuwa amemwapia kwa nafsi yake atampa. Kwa hiyo alikubali kuwa mfungwa wa tumaini kwa kuwa Mungu ni mwaminifu. Kwa hiyo tumeangalia nini mpaka sasa hivi? Mungu alitoa Edeni, lakini ni ahadi. Hii itakuwa yako permanently, moja kwa moja ukiendelea kunisikiliza. Lakini hatukumsikiliza. Mungu akatoa ahadi, nitakupa. Ni kama Adamu wa pili huyo sasa, Ibrahim na Sara. Ibrahim na Sara. Adam na Hawa wa pili hapo wanaahidiwa nchi. Lakini ni zaidi ya hiyo. Kanaani anaiona zaidi ya Kanaani, nchi mpya, nchi wa bustani, Yerusalemu, ambayo tutasikia baadaye. Alikubali kuwa mfungwa wa tumaini. Mtaji wa habari ya uvumilivu. Wewe una uzoefu wa kusubiria ahadi, una uzoefu. Kuna watu wengine wana hamu na shauku, wanasema siku nitakapojenga nyumba yangu. Na hasa kama uko kwenye nyumba ya kupanga. Na hasa kama yule bwana mwenye nyumba anakuulizia mapema hata kabla ya siku, au siku tarehe zikafika tu, pesa yangu iko, unahisi ngoja nijidundulize. Kuna kitu kinaitwa uvumilivu, lakini unatarajia ipo siku itakuwa na nyumba. Uvumilivu, fungu wa tumaini. Eden, Kanaani, Yerusalemu mpya. Unatumaini? Sasa hivi tunazungumzia habari ya Yerusalemu mpya. Unatumaini? Hatari moja ninayoiona ya watu kupoteza tumaini ni unapoona hadi iko mbali sana, alafu unaona kama itimii, au unakuwa na vipozeo. Unajua kuna watu wengine hawawezi kujenga nyumba kwa sababu gani? Anaona ile nyumba inamtosha, inafaa. Anasahau kwamba uzee upo, natakiwa aachie hiyo nyumba, si ndivyo? Rafiki yangu,
Mungu ametupatia ahadi kubwa na za thamani, kutupa mji Yerusalemu mpya. Ni ahadi ambayo ni thabiti na kweli. Yesu kwa kuwa amekufa na kufufuka, na sasa hivi anatawala kutokea Yerusalemu ya mbinguni, tunamtarajia atashuka kutoka huko na Yerusalemu pamoja nasi tutaingia mji wetu. Kwa nini tusishikilie tumaini hili na kukubali kuwa wasafiri na wapitaji? Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa neno hili. Tupe kuvumilia tukisubiria tumaini hili. Mtoto wako aliyeko hapa ambaye anatapatapa, anahangaika huku na kule, anahisi Dar es Salaam sio nyumbani, labda Bujumbura sio nyumbani, anahisi angekuwa mwenyeji wa mji uliouandalia watu wako. Baba, kampatie uraia, kampatie nafasi, kampatie kupotezea uraia mwingine wowote huu na kukazia uwenyeji wa mbinguni. Ni katika jina la Yesu tulete tena kwa masomo kama haya. Amina. Amen. Basi mtazamaji wetu, hapo ndipo tumefika mwisho kwa somo letu la siku ya leo. Amina. Tumeona wafungwa wa matumaini, warithi wa ahadi. Basi hapo ambapo tumeangalia na Edeni. Kesho ni Jumatatu. Karibu sana kwenye somo letu la kesho ambalo linasema nchi kama zawadi. Karibu sana. Amina.